Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wanafunzi wenzangu pamoja na wananchi, itifaki ikiwa imezingatiwa, nashukuru kunipa nafasi ya kusimama mbele yako siku hii ya leo. Nashukuru kwa vyote ulivyotuahidi kama wanafunzi, lakini nilikuwa nina ombi moja. Mimi kama binti na sawa na hao wote tuna ndoto kubwa, tuna malengo makubwa. Nilitamani kusikia ukiongelea chochote kuhusu Mama Samia Scholarship, kwa sababu nikiangalia binti kama mimi nina ndoto kubwa, ninatamani kufanya vitu vikubwa. Ninatamani siku moja na mimi kukomboa taifa langu, Afrika kwa ujumla, lakini kupata nafasi ya kusimama kama wewe. Hivyo naomba uongelee kuhusu Mama Samia Scholarship kwa nafasi za kwenda nje ya nchi, kwa kuwa nina ndoto kubwa. Asante. Asante. Tumekuja na Mheshimiwa Waziri wetu wa Elimu. Mheshimiwa Waziri wa Elimu, tulipanga tuongee mwishoni baada ya kusikiliza wazee wetu, lakini tumeanza na ya watoto. Karibu tuambie Mama Samia Scholarship, ambapo kwa sasa ambapo kwa sasa hii sio hadithi. Kwa sasa tayari vijana wa kwanza waliofanya vizuri wanakwenda Europe. Karibu Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na nafurahi kwamba vijana wetu, mabinti zetu wameuliza hilo. Tuna maelekezo maalum kutoka kwa rais wetu kuweka vivutio, watoto wetu, mabinti zetu, vijana wetu wasome masomo ya sayansi, kwa sababu nchi haiwezi kuendelea bila sayansi. Hatua ya kwanza iliyofanyika ambayo ni vizuri mkaifahamu ni kwamba hata mkopo wa elimu ya juu, kati ya vigezo vinavyotolewa ni kufanya vizuri kwenye sayansi, kwenye mkopo. Lakini mkopo ukipewa lazima urudishe, na mikopo imeongezwa kutoka bilioni 464 mpaka trilioni 1 sasa hivi. Lakini zaidi ya hapo, tutulie tu, sasa tuna Samia Scholarship za aina mbili kwa wanafunzi takriban 1000 wanaofanya vizuri sana kwenye masomo ya sayansi kila mwaka, wanaofanya vizuri kuliko wengine wote kwenye sayansi. Endapo watachagua kwenda kusoma vyuo vikuu, wasome ama hisabati, tehama, sayansi asilia, yani maana yake kama chemistry, microbiology, biotechnology, wasome uhandisi au elimu tiba, yani kama medicine, pharmacy. Kama utaenda kusoma masomo hayo na umefaulu vizuri sana, kati ya Watanzania waliofanya vizuri kama 1000 hivi, hakuna kigezo kingine chochote kinachoangaliwa. Unasomeshwa na serikali kwa 100%. Sio mkopo, hurudishi hizo hela, utapewa kila gharama yote ya kusoma, hata laptop utapewa kwa ajili ya kwenda kusoma. Kwa hiyo ukifanya hivyo, kwa hiyo moja, fanya vizuri sana kwenye taasisi za sayansi, yani combination za sayansi. Uhakikishe uko katika wale bora 1000, takriban 1000. Lakini pili, uombe kusoma hapa nchini, usome degree ya hisabati, hesabu yani mathematics, au usome ICT, tehama, au usome sayansi, yale masomo ya sayansi, hard science, ambayo ni kama chemistry, biology, physics na kadhalika, au microbiology, biotechnology na vitu kama hivyo, au kasome engineering, uhandisi, au kasome medicine au maeneo ya medicine kama pharmacy na kadhalika. Uhakikishe kwamba unamwambia mzazi wako, sasa baba nakushukuru, mama nakushukuru, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ananichukua mimi, nitasoma degree ya kwanza kwa gharama zote mpaka nimalize. Hiyo ni moja. Lakini sasa hivi kwa mwaka huu tumeanza na wanafunzi 50 waliofanya vizuri kuliko wote kwenye tahasusi, yani combinations za sayansi, lakini mle ndani kuwe na advanced mathematics
Mmemsikia waziri mkuu anazungumza mambo ya trigonometrics, si ndio? Mambo kama hayo. Waliofanya vizuri sana kwenye science na humo ndani kuwe na mathematics. Kwa hiyo PCM eligible, PGM eligible. Kama huna mathematics huwezi kuingia, kama huna advanced mathematics. Kwa wanafunzi 50 kwa mwaka huu waliofanya vizuri kuliko wote, tuliwaomba wale wanafunzi na tukaomba na niseme ile Samia Scholarship. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi tunakuomba wewe, maana tunatangaza list, tunakuomba uombe ukubali kuja kuchukua Samia Scholarship. Yaani tunakutafuta, tutakupigia na simu, tutakuita uje ujue ulivyo muhimu. Na wale waliofanya vizuri 50 tunatangaza majina, alafu tunakutafuta, tunaongea na wewe na mzazi wako. Tunakuomba ahirisha mwaka mmoja kwenda chuo kikuu. Tunakupeleka Nelson Mandela African Institute of Technology Arusha. Chuo kikuu hapa waziri mkuu anatembelea pale. Ukifika pale unakaa kwa miezi 10. Wakati mwingine chini ya miezi 10. Pale tutakufundisha mambo mengi ya kwenda kuishi nje ya nchi. Tunatafuta fursa, mnaenda kwa vikundi kwenda kusoma nje ya nchi. Mwaka huu tumeshapeleka wanafunzi 16 Johannesburg. First degree. Sio masters, first degree. Wamepanda ndege, wamesindikizwa na maprofesa, wamepokewa na balozi wetu Pretoria, wamepelekwa chuo kikuu, wamepewa accommodation, wanapewa pocket money, wanaishi, wanaanza kusoma. Humo watasoma kitu kinachoitwa data science, vitu vinavyoendana na artificial intelligence, kwa lugha akiliunde, kwa lugha rahisi, vitu vinavyoendana na kompyuta. Wengine 34 wako pale Nelson Mandela. Mheshimiwa Waziri Mkuu kesho atapiga nao picha. Wataondoka, wataenda Island. Yaani unapanda ndege yani. Yaani unapanda ndege. Ndege yani. Na utasindikizwa kutoka hapa 34. Unaenda Dublin, unatua kwenye ndege, unakutana na wazungu. Utapokewa na balozi wetu wa London. Utapelekwa chuoni, utapokewa, unapiga shule. Kwa hizo ndio fursa ambazo zipo. Dawa yake moja tu, usome kwa bidii. Kama una uwezo usipuuze, soma kwa bidii kabisa, hakikisha kwamba unafanya vizuri. Sawa mabinti zetu? Sawa jamani? Wakati nawaga wale 16 wanaenda Afrika Kusini, na hao wengine 34, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nitakuomba sana, kesho utakutana nao. Lakini kabla hawajaondoka nitaomba upate nao dinner au lunch. Wewe uwaage sasa, kwa sababu wale ni kundi kubwa. Ukienda kule utasoma vizuri, ukimaliza, kwa mfano ukienda Ireland, ukienda Johannesburg, unafanya na kazi wakati unasoma. Yaani sio kazi ya kulipwa. Kama unasoma kompyuta utafanya kazi kwenye makampuni makubwa ya kompyuta. Sawa jamani? Mwakani ndoto yetu ni kuongeza idadi kutoka 50, lengo labda kufika kama 200. Kuna mambo mengi tunajaribu kufanya, kuchanganya na scholarship nyingine, alafu tutaendelea kufanya. Hayo ni maelekezo ya mkuu wa nchi Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Hayo ni maelekezo ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndio amejenga shule hizi, ameagiza, kwa sababu anataka Tanzania ipate wanasayansi wa kutosha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi sidhani kama muda unavyoenda kama nitaongea tena, nisema maneno mawili tu kidogo ya kumalizia. Moja ni kushukuru tena kwa kuja hapa. Nafurahi umeongea na hao mabinti, umewatia shime, waendelee vizuri. Ziara yako kwa kweli imekuwa nzuri sana mkoa wa Kilimanjaro. Na mshukuru sana na nimpongeze mkuu wetu wa mkoa. Sijasema, lakini umeona mwenyewe. Sina haja ya kusema sana. Sisi wote wilaya zote tunaona uongozi wake. Na wakuu wetu wa wilaya, na nimtaje mkuu wangu wa wilaya ya Rombo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, amekuwa na wewe kila mahali, kila jimbo ulioenda. Mheshimiwa Raymond Magwa, kama walivyofanya madiwani, lakini nisamee kidogo nimtaje bosi wangu pale wilayani ambaye anatulinda vizuri sana. Kwa hiyo tunashukuru sana. Hapa Kilimanjaro, ukiacha elimu, mambo ya elimu yalienda TAMISEMI, Kilimanjaro imepokea bilioni 84. Kikuletwa ile pale ulipokuwa umesimama pale, ile njia kwenda ndani, kuna sehemu inaitwa Rundugai. Kuna kituo cha Arusha Technical College. Pale ni Center of Excellence. Pamewekwa hela pale. Chuo cha ushirika tumepeleka hela pale. Tuna VETA 5 Mheshimiwa Waziri Mkuu. Moja iko hapa, imejengwa kwa ajili ya shughuli hizo. Kwa kweli mkoa wa Kilimanjaro umenufaika sana. Tunakushukuru umekuja, unasaidia kutangaza mafanikio ya serikali yetu, mafanikio ambayo ameleta Dr. Samia Suluhu Hassan, na wewe ni msaidizi wake mkubwa katika usimamizi wa shughuli za serikali. Sasa napiga moja, nisikie watoto kama mtapiga ile bashasha yenu ile. Dr. Samia, oye.